Naitwa ndugu Yasini Ali, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Kivulini, shirika lisiokuwa la kiserikali ambalo linatokomeza aina zote za ukatili dhidi ya wanawake, wasichana na watoto. Kivulini imekuwa ikishirikiana na wadau wetu wa maendeleo, Focus Forum for Women and Development, ambalo ni wadau wa maendeleo kutoka Norway tokea 2014 kutekeleza mpango unaoitwa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, wasichana na watoto katika mkoa wa Mwanza, hususan wilaya ya Magu. Na kupitia mpango huu tumejenga uwezo wa jamii kupitia wana mabadiliko wa kujitolea ngazi za jamii, klabu za wanafunzi, vikundi vya wanawake, vikundi vya washabiki wa Yanga na Simba, lakini pia tumejenga uwezo madawati ya polisi kuanzia ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, ambayo yamekuwa na mchango mkubwa katika kutoa elimu ya kutokomeza ukatili, lakini na kushughulikia mashauri ya wahanga. Moja ya mafanikio, tumeimarisha utendaji kazi wa jinsia kama ulivyoona katika taarifa hii. Sasa kumekuwa na mwamko wa jamii katika kutoa taarifa katika ngazi zote za madawati ya jinsia, ufanikishaji wa mashauri, lakini pia tumeweza kuimarisha miundombinu ya dawati hili la Nyamagana kwa kushirikiana na wenzetu wa dawati la Nyamagana. Kwa majina naitwa ASP Faraja Mkinga, dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mwanza. Kwanza kabisa nipende kushukuru shirika la Kivulini kwa sababu tumeendelea kuwa nao karibu, tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja, tumekuwa bega kwa bega katika kupambana na kuzuia vitendo vya ukatili wa kijinsia na watoto katika mitaa, miji na hata maeneo mengine ambayo yako pembezoni mwa mji wa Mwanza. Kwa kweli hali kwa sasa hivi iko vizuri, tunaendelea vizuri na tunaweza kusema kwamba kesi zetu nyingi zinafika mahakamani na tumekuwa tukipata mafanikio yaliyo bora na tumeweza kupunguza kwa 23% kesi zetu za ukatili wa kijinsia na watoto ukilinganisha na kipindi cha mwaka wa nyuma. Naweza nikasema kwa sasa hivi unaweza kuona makosa yanaongezeka au kutokana na watu wamekuwa na uelewa. Watu wamekuwa wanatoa taarifa ya vitendo vya ukatili wa kijinsia na watoto. Watu wamekuwa wanatoa taarifa yani kwa wingi. Unaweza kuona wakati mwingine makosa yanapanda na wakati mwingine yanashuka. Ni kutokana na kwamba watu sasa wameelewa. Watu hawamalizi tena kesi majumbani kama ilivyokuwa zamani. Watu wanafika kutoa ushahidi mahakamani kama ambavyo inatakiwa bila kusukumwa. Lakini pia kitu kikubwa ambacho tunafanya kwa hawa mashahidi wetu au hawa victim wetu, tumewapa ulinzi wa kutosha. Ndio maana sasa wanaweza kufika mahakamani. Ni tofauti na kipindi kilichokuwa cha nyuma. Kwa hiyo tunaweza kuona jinsi gani jamii imekuwa na uelewa. Na hiyo yote ni kutokana na Kivulini, wameendelea kutupatia mafunzo. Kwa hiyo hata watendaji wetu wamekuwa kufanya kazi kwa weledi kabisa katika kushughulikia kesi hizi. Shirika la Kivulini limechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha uwezo wa askari wa kata kwa kutoa mafunzo ya kuzuia ukatili na kuhudumia wahanga wa ukatili katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza. Mchango wa taasisi zisizo za kiserikali ikiwemo shirika la Kivulini ni nguzo muhimu katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia. Ushirikiano huu umezaa matunda makubwa ambapo katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita mkoa wa Mwanza umefanikiwa kupunguza matukio ya ukatili wa kijinsia kwa 23%. Mafanikio haya yametokana na juhudi za pamoja ikiwepo uimarishaji wa dawati la jinsia na watoto, utoaji wa elimu kwa jamii, kuimarisha mifumo ya utoaji wa taarifa za wahanga pamoja na kushirikisha viongozi wa serikali za mitaa na wanaharakati ngazi za jamii. Nitumie fursa hii kulishukuru shirika la Kivulini ambalo limekuwa mshirika wa karibu wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza. Shirika hili limeendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa mafunzo ya watendaji wa dawati la jinsia na watoto juu ya namna bora ya kushughulikia masuala mazima ya ukatili wa kijinsia kwa weledi, huruma na kwa kuzingatia haki za wahanga.